I'm talking things out of experience. Nimesema kwamba sikuwa mjinga. Sasa when I was in Kobai, why will some students pass when they know very little in exams? One, ability and willingness to learn from other people's failure and success. What did the people do to succeed? What did a certain individual do to succeed? Ni nini kingine mwingine alifanya na akaanguka? So learn from the failures of other people and the success of other people. Walifanya nini ili kufaulu katika maisha? Sawa. Number 2, be perfect and smart in the little they know. Be smart and perfect in that little that you know. Sawa. And that was my motivating factor wakati ambapo nirudia. Personally nilikuwa najua hii topic ya genetics lazima itaingia kwa mtihani with 8 or 10 marks. Sawa. Mimi hata ungeniamsha usiku singekosa swali ya genetics. Sawa. So be smart in that little that you know. Sawa. In fact genetics mimi hata wakati nilirudia sikuwa nasoma. Nilikuwa nimeunderline textbook yangu. Nilikuwa nimeiunderline. Nikisoma kila nimeunderline hapo kila kitu ina flow pale. And that is a good thing of having summary notes. When you have summary notes, ni umezoea kuzisoma wakati umesoma pointi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya tano. Na uko na hiyo summary kutoka form 1. Wewe unasoma pointi ya kwanza, pointi zote zina flow. Mwai kuona watu ambao wanaandika points jinsi zilivyo kwenye notes zao. Mwai waona? Kwa sababu amezoea akisoma pointi ya kwanza, kila kitu ina flow. Lakini wewe uko na kitabu hii type leo, uko na type nyingine leo, you have 5 types ziko na different points. Unasoma ile leo unasoma. My friend, we will not be able to internalize that. So have summary notes such that umeandika points zako 5, ukisoma ya kwanza hizo zingine zitaflow. And that is what I used to do. Business. Wakati nimaliza I taught business. But nilikuwa mwanafunzi, nilikuwa naona kama nilikuwa najua business kuliko wakati nilikuwa mwalimu. So business, what I used to do. So mimi nilikuwa nimerudia, nilikuwa naenda na natafuta watu in the other classes. Nauliza nani hayuko sawa TPL and what have you. Cash book. Naenda nawapeleka hao nawafunza. Wakati nawafunza inaingia hapa. Kwa hivyo walikuwa naona kama nawasaidia sana, lakini mimi ndiye nilikuwa najisaidia zaidi. Sawa. The good thing, if you learn to help your friends, hakuna mtu ataenda kwa mwalimu kama hajapitia kwako. And that is what I used to do. Genetics walikuwa wanajua niko sawa. Kama mwanafunzi ameshindwa na swali lazima apitie kwangu. Na nikishindwa sitataka aenda kwa mwalimu. Tutaenda na yeye. Sawa. By that way you will be able to learn more. Sawa. Huyo my friend ambaye nimemwambia he topped in our year 2009. He was the best. Asubuhi moja maswali ambayo alikuwa anaulizwa yalikuwa mengi kuliko yule ambaye alikuwa anajisomea. Sawa. Learn to help your friends. Insha. Kwa sababu wakati huo nilikuwa nimefundisha insha na nilikuwa nazielewa. Nilikuwa naenda na waita ni insha gani ambayo ina shida. Kumbukumbu naelezea yote. Ikikuja kwa mtihani kila kitu iko hapa na kumbuka. Learn to help your friends. Sawa. 5. Making wise guess basing your answers on the line of the topic. Maybe kuna mtu atakuja hapa akwambie give me 5 challenges that are facing maybe people in Uganda. Hautaifika Uganda. But one thing that you know, Uganda is a developing country, si ndio? And you know that Kenya is also a developing country. Wewe utajiuliza in Kenya what challenges are we facing because we are a developing country. Lakini ukikaa pale useme sijawahi kufika Uganda, utajisaidia kweli? Learn to guess your answers basing those answers in the line of that particular question or topic. 4. Making sure you are aware of the topics that is a must they come in the exam. Sasa, my friend, uko hapa unangojea mtihani karatasi ya pili. Haujui karatasi ya pili inapaswa kuwa na nini. Ukingojea karatasi ya pili wewe unasoma fasihi. My friend, ujisaidie. You must know what is in that exam. Like today, maswali mengi unajua kama utakosa maswali ya uchanganuzi kama uko form 4 Kiswahili. Sawa. Unajua kama utakosa maswali kama vile vishazi. Unajua kama utakosa maswali kama vile shamilisho. Na uko hapa hujui shamilisho ni nini? Uko hapa hujui sauti ni nini? Na unangojea kwenda katika mtihani. Unajua kutakuwa na uchanganuzi. Na hujui hata njia za kuchanganua sentence.
my friend, you are failing yourself. Sasa make sure kama ni mtihani wa karatasi ya pili Kiswahili, unajua Kiswahili, swali la kwanza ni ufahamu, swali la pili ni ufupisho, swali la tatu ni matumizi ya lugha, swali la nne ni isimu jamii. Sasa je, ukienda biology lazima kuwe na genetics. Do I need to answer questions in genetics? Lakini wewe uko hapo tu, umezubaa tu, unangojea mtihani. My friend, you fail. Na hakuna kitu kizuri kama kwenda katika mtihani upate genetics iko pale na 10 marks na umegonga na umejua hizo ni 10 marks na nimeweka kwa mfumo. That will help you to think hata yale maswali huko unayafahamu. Are you together? So learn to know what is in that exam. Wajua karatasi ya tatu ya Kiswahili ni fasihi. Unajua kwamba kuna tamthilia, unajua kwamba kuna riwaya, unajua kwamba kuna hadithi fupi, unajua kuna mashairi, unajua kuna fasihi simulizi. Na unajua kwamba swali lolote linaweza kuingia likiwa la lazima. Lakini wewe uko hapo hata ujui ni nini utanyanyua katika ushairi. My friend, will decide. So from today, you don't have to be in a big school to be able to apply those things. That's all. So those people who are not good and will perform well in the exams, they are sure of what will be in that exam. So, next, using the literal English they know to directly answer the questions, especially in English. Sasa, wacha kwenda kutafuta misamiati ile mikali sana ati mwalimu hata elewa hii. Unaniletea hapo na nikuangushe tu. Sasa, use the literal English that you know to directly answer that question. Sasa, wacha kwenda kutafutia misamiati migumu ati niandikie insha ndio nisielewe. Unajiumiza. Are you together? Kama ni insha, unaandika insha. Unajua kwamba anza na hoja moja kwa moja, ieleze. Yaani yourself. Lakini unaanza kunizungusha hapa. In fact, during marking watu wanaenda pale kutafuta pesa. Sio kukusaidia wewe, ni kutafuta pesa. Sasa, kwa wakati umeanza kumzungusha, akona wakati utaka kutafuta majibu katika huko kumzungusha. So my friends, know what is required in that exam, and I had much to say, but I want to end at that so that nimpishe mwenzangu aseme machache au mengine amesalia, kama tutapata wakati mwingine tutakuja tuzungumze.